Juzi nilikuwa nikimwangalia binti mmoja ambaye ana trend sana katika muziki hapa Tanzania. Alikuwa anaongelea jinsi ambavyo alikuwepo anakabwa usiku. Yaani kuna wakati alitaka kufa. Sio kama kuna watu mmeshaangalia hiyo interview. Anasema jinsi ambavyo ni very famous, sitotaka kumtaja jina kwa sababu sio muhimu sana, lakini alikuwa anaongelea jinsi ambavyo alikuwa kila usiku akilala, yani anakabwa, na baadaye kawa sasa hiyo hali imekuwepo katika imefikia katika viwango vya juu sana, na ikawa imefikia hatua sasa anahisi kukata roho, yani wakamwekea mpaka mashine. Yani ni serious issue, sio rahisi kama ambavyo hata mimi naweza nikaa naongea, lakini ukimsikiliza kabisa unaweza kugundua kwamba yule dada alikuwa katika bonde la kukata mauti. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya nguvu ya muziki. Na yeye haelewi, nafikiri hata leo hii make alitumia watu wa saikolojia wengi na madawa mengi na nini, lakini kiuhalisia muziki una nguvu. Yaani muziki una nguvu ya kukufanya uweze kuwa katika hali ya mbaya ya kuugua na mpaka kifo. Na research nyingi pia zimeonyesha kwamba watu wengi ambao wamekufa, wanamuziki wengi sana ambao wamepiga muziki ambao sio sahihi, wamekufa katika umri mdogo. Na hata wewe pia unaweza kufanya research, sio research ambayo itakuchukua muda mrefu sana. Tukiingia hata katika Google, angalia superstars wote wamekufa akiwa katika peak. Yaani hakuna superstar aliyekufa uzeeni. Kama wapo katika 100%, basi ni 1% au 2%. Kwa sababu gani? Kwa sababu muziki ni maisha. Jinsi tulivyoumbwa sisi, tumeumbwa na kitu kinaitwa rhythm ndani ya miili yetu, na hii rhythm inatupeleka katika kila tunachokifanya. Ikiwa na maana kwamba umekaa hapo ni kwa sababu ya rhythm. Yaani moyo wako unafanya kazi kwa rhythm, figo zako zinafanya kazi kwa rhythm, mapafu yako yanafanya kazi kwa rhythm. Kwa hiyo kila unachokifanya ni rhythm. Kwa hiyo the right rhythm ambao ni mwendo, the right au the better health. Lakini unapokuwa na rhythm ambayo sio sahihi, ina maana kwamba tayari kila kitu kinabadilika. Sasa shetani amejua kwamba kitu pekee anachoweza kukiharibu katika mfumo wa mwanadamu ni kuja na rhythm ambayo itamfanya kwanza asipende neno la Mungu, asipende kujua muumba wake ni nani, lakini ni rhythm ambayo inamfanya huyu mtu aweze kujihisi kwamba yeye ni Mungu.